Na kwanza ni habari kwa ufupi. Mimi ni Phyllis Mote. Kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei amekataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump la kujisalimisha bila masharti. Katika hotuba yake ya kwanza kwenye televisheni tangu Israel ianze mashambulizi dhidi ya Iran. Katika hotuba hiyo iliyorekodiwa, Khamenei amesema kwamba Marekani itapata uharibifu usioweza kurekebishwa ikiwa itajiunga na hatua za kijeshi za Israel. Katika maoni yake ya hivi punde, Rais Trump aliacha swala la uingiliaji kati wa Marekani wazi, huku akisema kwamba Iran ilipaswa kufanya mazungumzo ilipokuwa na nafasi hiyo na sasa haina ulinzi kabisa. Israel imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa siku ya 6 na kusema kwamba imeharibu makao makuu ya usalama wa ndani ya Iran. Waziri wa ulinzi Israel Katz amesema kwamba Israel itagonga kile alichokiita utawala wa Ayatollah popote utakapokuwa. Wizara ya afya ya Hamas huko Gaza imesema kwamba hospitali zimepokea miili ya watu 144 katika muda wa saa 24 zilizopita, huku Israel ikiendelea na mashambulizi yake. Pia wanasema wamechukua zaidi ya majeruhi 560. Hapo awali madaktari na wakala wa ulinzi wa raia walisema kwamba jeshi la Israel liliwaua raia 11 ambao walikuwa wakingojea msaada ya Umoja wa Mataifa, ambapo ni kisa cha hivi karibuni cha mauaji kinachohusiana na mpango wa utoaji wa misaada. IDF nayo imesema kwamba inafanya kazi ya kuvunja uwezo wa kijeshi wa Hamas. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa Palestina Philippe Lazzarini amesema ni masikitiko makubwa, kwani imekuwa jambo la kawaida kuwapiga risasi na kuua watu waliokata tamaa na wanaokabiliwa na njaa. Ubalozi wa Uingereza nchini Kenya umesema kwamba umeghadhabishwa na matukio ya polisi kuwapiga risasi raia waliokuwa wakiandamana. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Uingereza imesema kwamba maafisa wa polisi wanapaswa kuwapa raia imani, kuwa waaminifu na kuwalinda. Zaidi na Ahmed Bahaj. Pia imewatakia afueni ya haraka wale waliojeruhiwa kwenye maandamano hayo. Maafisa wawili waliompiga na mmoja wao kumfyatulia risasi mchuuzi aliyekuwa akiuza barakoa walikamatwa hapo jana na wanazuiliwa katika kituo cha Capitol Hill. Huku hayo yakijiri, hospitali ya taifa ya Kenyatta imethibitisha Boniface Kariuki, mchuuzi aliyekuwa anauza barakoa aliyepigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya jana katikati mwa jiji la Nairobi, yuko katika hali mahututi. Afisa mtendaji William Sigilai ametoa taarifa na kusema Kariuki alipelekwa hospitali ya kitaifa kutokana na agizo la hospitali aliyokuwa amepelekwa awali baada ya kupata jeraha kichwani kutokana na risasi aliyopigwa. Ufaransa imethibitisha kuwa inapanga kuzindua mipango mipya itakayowezesha vikosi vyake vya usalama kuingia kati kwa nguvu zaidi boti zinazotumiwa kusafirisha makumi ya maelfu ya wahamiaji kwenda Uingereza kila mwaka. BBC vilevile imetambua kuwa mipango hiyo ni pamoja na kuwakamata watu wanaofanya biashara haramu ya kusafirisha watu ambayo ni kinyume cha sheria wakiwa ndani ya mita 300 kutoka pwani ya Ufaransa. Polisi kwa sasa hawaruhusiwi kuingia baharini kuwazuia wahamiaji kupanda kile kinachoitwa teksi za boti. Idadi ya watu wanaovuka kwenda Uingereza imekuwa ikiongezeka licha ya mikakati mbalimbali ya kukabiliana na magenge hayo. The police will be able to be more effective when... Polisi wataweza kuwa na ufanisi zaidi wakati serikali itabadilisha sheria ili tuweze kuzuia mashua wakati tayari iko ndani ya maji. Lakini tunahitaji kuwa waangalifu, tusihatarishe maisha ya wahamiaji hao ambao wengine ni watoto, including children in more danger. Na chuo kikuu cha nchini Nigeria kimezua ghadhabu baada ya video kusambaa ikionyesha wanafunzi wa kike wakiguswa na kukaguliwa sidiria kabla ya kufanya mitihani yao. Wafanyikazi kutoka chuo kikuu cha Olabisi Onabanjo katika jimbo la Olugun wanaonekana wakiwapapasa kifuani wanafunzi walikuwa kwenye foleni ya kuingia katika jumba la mtihani. Wakosoaji wamelaani mchakato huo kama ni wa kizamani na unyanyasaji wa kijinsia. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mote. Karibu tena msikilizaji katika matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana kupitia FM nchini Tanzania, yategea sikio kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na Radio 1. Nchini Kenya ni Pamoja FM, Nyota FM na Gulf Radio. Kule Uganda matangazo haya yanapatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Kitara. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Aidha yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye
ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako hapo msikilizaji, bila shaka tutafurahi iwapo utatutumia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia katika matangazo haya leo jioni. Mimi ni Karo Robi nikiwa na Nairobi, mwenzangu ni Leonard Mubali akiwa kule Dar es Salaam. Kwako kazi mwalimu. Asante sana Karo Robi. Karibu msikilizaji, tuanze tuliokuandalia. Kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameonya kuwa iwapo Marekani itaingilia kijeshi mzozo wake na Israel, basi kutakuwa na athari kubwa zisizo kifani, na kuongeza kuwa nchi yake kamwe haitasalimu amri. Hayo yanajiri huku mashambulizi makali yakiripotiwa katika mji mkuu wa Iran, Tehran, na maeneo mengine nchini humo kwa siku 6 mfululizo. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Ni hotuba ya kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwenye runinga nchini Iran, akikashifu kile alichokiita maoni ya kutisha na ya kejeli kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye jana alisema Iran inapaswa kujisalimisha bila masharti. Khamenei alisema Iran haitawahi kufanya hivyo. Majibu ya Iran kupitia kiongozi wao mkuu Ayatollah Khamenei yanawadia siku 6 ya vita kati ya Israel na Iran, huku nchi hizo mbili zikishambuliana kwa anga, vita ambavyo vinasemekana kutokana na madai kuwa nchi ya Iran inajihami kuwa na zana za nyuklia, ambayo Iran imesema mara kwa mara haina mpango huo. Milipuko ilisikika katika mji mkuu wa Iran, Tehran, usiku wa jana, na vilevile nchini Israel. Wakati huo shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia IAEA linasema mashambulizi ya hivi punde zaidi ya kijeshi ya Israel yamepiga vituo viwili nchini Iran ambavyo vinarutubisha madini ya uranium. IAEA ambayo ina uwepo wake nchini Iran ilisema maeneo hayo yamekuwa chini ya utaratibu wake wa ukaguzi. Jeshi la Israel linasema zaidi ya ndege 50 zilishambulia takriban maeneo 20 katika mji mkuu Tehran usiku kucha, zikiwemo vifaa vya kutengeneza silaha. Raia wa Iran na wageni wamekuwa wakikimbia mji huo, wengi wao wakienda nchi za Armenia au Azerbaijan. Kwa upande mwingine, mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli unaonekana kustahimili makombora mengi yanayorushwa kutoka Iran, lakini kwa gharama ya juu, ikiwa ni ya robo ya dola bilioni kwa siku. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Aravani ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuvuja kwa maeneo ambayo Israel imekuwa ikilenga. Kuna hatari kubwa karibu na vituo vyetu vya amani vya nyuklia kwa sababu ya uwezekano wa watu kuathirika na mlipuko, na si tu nchini Iran, pia katika nchi zetu jirani zinazoweza kuathirika kwa sababu ya uvujaji huo. Raia wa Iran nao wameelezea hisia zao kuhusu vita hivyo. Hata kama sipendi nchi yangu ya Iran, bado nitasalia hapa katika mji wangu. Nitajaribu kuendelea na shughuli zangu kama kawaida. Nitajaribu kuangalia ni mgahawa gani ambao uko wazi. Nadhani sasa hatuna mtu mwingine ila ni sisi wenyewe. Kile ambacho unaona ni bahati mbaya ambayo tumejikuta nayo. Tunaondoka Tehran kuelekea Persia, na licha ya hayo yote sasa tumekuwa wakimbizi na tunaweza kuchukua yale yote tungeweza kubeba. Iran inasemekana kukabiliana na uhaba wa mafuta na chakula, maduka mengi ya kutengeneza mikate zikisalia kufungwa kutokana na hofu ya mashambulizi, na mashine za kutoa pesa zikisemekana kutofanya kazi. Licha uharibifu, hakuna watu walioripotiwa kuuawa au kujeruhiwa nchini Israel kutokana na makombora ya hivi punde ya usiku kutoka Iran. Serikali ya Israel inasema kuwa takriban makombora 400 yalirushwa na Iran tangu Israel ianze mashambulizi yake Ijumaa iliyopita, huku mamia ya ndege zisizo na rubani pia zikirushwa. Mamlaka ya Israel inasema kwamba tangu Ijumaa iliyopita kumekuwa na karibu maeneo 40 yaliyolengwa kote nchini humo, na watu 3800 walihamishwa, huku wengine 24 wakiuawa na zaidi ya 800 kujeruhiwa. Takriban ndege 30 za kijeshi za Marekani zimehamishwa kutoka kambi za Marekani katika eneo hilo hadi Ulaya katika muda wa siku 3 zilizopita. Data ya kufuatilia safari za ndege iliyokaguliwa na BBC imeonyesha ndege zinazozungumziwa ni ndege zote za kijeshi za Marekani
Marekani zinazotumiwa kupakia mafuta ndege za kivita na za mashambulizi. Kulingana na mtandao wa Flight Radar 24, angalau 7 kati ya ndege hizo aina ya KC-135 zilitua katika kambi za ndege za Marekani nchini Uhispania, Uskochi na Uingereza. Safari hizo za ndege zinakuja wakati Israel na Iran zikiendelea kukabiliana kwa mashambulizi baada ya Israel kuanzisha operesheni siku ya Ijumaa ambayo ilisema lengo lake ni kuharibu mpango wa nyuklia wa utawala wa Tehran. Haijabainika ikiwa harakati za Marekani zinahusiana moja kwa moja na mzozo huo, lakini mtaalamu mmoja aliambia BBC kwamba safari za ndege na za meli ya mafuta hazikuwa za kawaida. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Lakini swali ambalo wengi wanajiuliza ni kwa nini mpango wa kinyuklia wa Iran unamulikwa darubini kali hivyo na kipi kitafuata? Munira Hussein anafafanua zaidi. Kwa nini Iran inazuiwa kuwa na nguvu za nyuklia? Huenda ukawa umejiuliza swali hili. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Iran imekuwa na mpango wa tafiti za nyuklia kwa zaidi ya miaka 50 sasa, na mara zote inasema kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia pekee. Inasisitiza kuwa haijajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini mataifa makubwa pamoja na shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia, yani AIEA, hawajaridhishwa na kauli hiyo. Mashaka kuhusu nia ya Iran yalianza pale nchi hiyo ilipogundulika kuwa na vituo vya siri vya nyuklia mwaka 2002. Hii ilikuwa kinyume na makubaliano ya mkataba wa kuzuia utengenezaji wa nyuklia, yani NPT, ambao Iran na pamoja karibu nchi zote kubwa imesaini mkataba huo. NPT inaruhusu nchi kutumia teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni yasiyo ya kijeshi kama vile tiba, kilimo na nishati, lakini hairuhusu nchi yoyote kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa upande wa Israel, ambayo haijasaini mkataba wa NPT, haikubali wala kukataa kuwa na silaha za nyuklia. Nchi nyingine zenye uwezo wa silaha za nyuklia duniani ni pamoja na Marekani, China, Urusi, Korea Kaskazini, India na Pakistan. Sasa kwa nini mataifa makubwa hasa Marekani na Israel hawataki Iran iendelee na mpango wake wa nyuklia? Wataalamu wengi wa sera za kigeni wanaonya kwamba Iran yenye silaha za nyuklia itakuwa tishio kubwa kwa Israel na pia changamoto kubwa kwa maslahi ya Marekani na washirika wake wa Mashariki ya Kati. Baadhi ya wachambuzi wa kikanda wanahofu kwamba Iran yenye silaha za nyuklia inaweza kupata ujasiri zaidi wa kuendeleza sera za kigeni ama za kichokozi, si tu katika eneo hilo, bali pia ushirika wake unaokuwa kwa kasi wa kijeshi na kiuchumi na mahasimu wa Marekani kama China na Urusi. Hivi karibuni Iran imepatia Urusi mifumo mbalimbali ya silaha ikiwemo droni na makombora ili kusaidia majeshi ya Urusi yanayopambana nchini Ukraine. Kuna hofu pia upatikanaji wa silaha hizi kwa Iran unaweza kuchochea mataifa mengine ya kikanda kama Saudi Arabia kuanza kufuatilia mchakato huo, jambo ambalo linaweza kusababisha mashindano hatari ya silaha za nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross alionya baada ya ripoti ya Mei kuhusu kuongezeka kwa kiwango cha uboreshaji wa urani nchini Iran kwamba shambulio lolote la Israel linaweza kuongeza dhamira ya Iran ya kutengeneza silaha za nyuklia au kujiondoa kabisa katika mkataba wa kuzuia na kusambaza kwa silaha za nyuklia, yani NPT. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa Washington itaitaka Tehran kuvunja kabisa mpango wake wa nyuklia na si tu kukubali vizuizi dhidi ya uwezo wa kutengeneza silaha kama ilivyokuwa mwaka 2015. Hata hivyo, wataalamu wengi wa nyuklia wanasema Iran haitakubali mpango wa aina hiyo kwa urahisi, hasa kwa kuwa mpango wa nyuklia ni moja ya silaha chache za kisiasa zilizobaki baada ya washirika wake wengi wa kivita, yani proxies, kudhoofishwa.